Yanga haiwezi kafungwa mara mbili na timu ndogo kama hizi. Hata kubwa, wewe kubwa wenyewe anakimbia je kwa hawa? Shehe, ile sio timu ya mpira wa miguu, ile inaitwa Tabora Modern Talent. Kwanza kwa jina kabisa mimi naitwa Alfan Mohamed au Bonge Yanga kutoka Mwanza. Najisikia furaha sana kwa sababu hawa waliongea sana kwamba wao wanaweza wakaita mazoea. Sasa sisi wao tutaki mazoea, na kwa taarifa hii watukome. Bonge Yanga kutoka Mwanza. Umesafiri kilomita kadhaa kutoka jijini Mwanza. Ulitarajia ushindi huu, pengine ulijua tu kwamba yanaweza kutokea aliyotokea Chamazi? Nilitarajia kwa kikosi nilicho nacho. Nilikuwa na uhakika 100% kwa sababu Yanga haiwezi kafungwa mara mbili na timu ndogo kama hizi. Hata kubwa, wewe kubwa wenyewe anakimbia je kwa hawa? Lazima kila mtu akimbie, na kwa Yanga hii kuna watu wamekimbia. Si Simba wamekimbia. Na tucheze nao tena, si hatutaki hiyo. Waligairi mchezo. Hakuna kugairi, wamepiga hesabu wakaona huu mziki hatuwezi. Wakaona wale chocho. Sasa utakuwaje bingwa wakati hujamfunga Simba? Nakuwa bingwa kwa sababu sheria zipo. Wewe kila muda anakimbia. Kwa nini? Sheria zifuatwe, anyang'anywe pointi, ngoma isonge. Unataka upate pointi za mezani. Ndio maana yake sio wanakimbia watuogopa. Sasa hivi tunaweza hadi wanawake wanafunga je kwa sisi. Christina Mwagala alizungumza maneno mengi sana kabla ya mchezo huu, akasema Yanga leo hakuna rangi mtaacha kuiona. Pengine maneno haya yameshamrudia mwenyewe. Yeye ndio kaiona hiyo rangi sasa. Alafu sisi Yanga tunapiga kwenye mdomo. Tumempiga kwenye mdomo. Panapouma. Panapouma. Na kama hataki tunapiga na kwenye masikio ili asikie vizuri. Hii ni mpya mzee. Nakwambia tunapiga kwenye mdomo, usiposikia tunapiga kwenye masikio ili usikie vizuri. Usikie vizuri. Pengine sasa mara baada ya ushindi huu unaona muendelezo wa kikosi hiki licha ya kwamba kuna nyota hawajawepo wakiendelea kupata ushindi. Hii Yanga baba hii. Yaani alikuwa nje kama alikuwa ndani, alikuwa ndani kama alikuwa nje. Yaani yoyote anaoingia kwake una hatari kwa sababu ina kikosi kipana. Ndio maana kikosi kipana. Yaani hata sipokuwa hapo nani, wao watakopangwa tu wanakuumiza. Si umeona wenyewe mpira utafuta kwa tochi. Hiyo ndio gusa, achia tuende kwao. Kwenye ligi wako huko wameachwa yani just ya shumu hata hizo alama 15 ambazo watu wanasema Yanga tupokonywe. Tukipokonywa bado ataaza mwenyewe kuja kutukamata kushikilia bomba hawezi. Kwa hiyo anaipambania nafasi ya 3 pale na yani ile cheze kimataifa. Atajua mwenyewe apambanie asipambanie. Sisi Yanga tutakuonyesha namna ya kuchukua ubingwa na tutakuonyesha namna ya kwenda kimataifa na tutakuonyesha namna timu kubwa inaweza kukwambia haichezi na haitacheza. Kwa hiyo ndugu yangu nakukumbusha kabisa, ukiacha hizi ramsharabshara za 3-0 na wakumbusha Yanga hatuchezi na hatuna mpango wa kucheza. Tunampa pole. Kwanza tunampa pole Chacha mwenyekiti na chini mnaita nani, mkuu wa mkoa wa Tabora. Tunashukuru kwa sababu ametusimamia vema kiwanjani, tumepata goli 3. Tunamuomba aendelee kutupa ulinzi kwa sababu tokea jana usalama wetu ulikuwa ni mdogo hapa Tabora. Kwa hiyo tunamuomba Chacha kwa haya masaa yaliyobakia kabla ya kugeuza Dar es Salaam atupe ulinzi wa kutosha uwanjani. Tushamshinda. Usalama sasa hizi ni mkubwa sana vibaya mno. Yaani usalama sasa hizi mkubwa vibaya mno. Amekuja pale tumehakikishia usalama VIP mpaka mechi imeisha. Kwa hiyo Tabora tunawaambia kama wangekuwa FA tungewaalika, lakini walitolewa hapa. Yaani hii ni machinjo yao ya kufungwa, yaani nyumbani, lakini kinapigwa hapa na wanafungwa kila siku. Kwa hiyo tunawaambia msimu ujao waje KMC Complex. Hatuko tena kwenye nyumba ya wachawi. Unajua walifundishwa nyanja za kuloga pale Complex Chamazi. Kwa hiyo sasa hizi wakija KMC, huyu Christina Mwagala sijui kaanza kama atapona kwenye hii timu mpaka msimu unaisha. Kwa haya maneno, kwa hizi chuki anazoendelea kuzionyesha Christina Mwagala, simuoni akipona. Tulimfuzisha kazi KMC na kukumbusha. Tulimfunga 6-0. KMC wakasema tupishe. Sasa Tabora tumempiga chuma 3 za uhalali, 5 za kuhesabu. Huyu Christina Mwagala kuna mtu ambaye anakuja hapa mbele, tunamtuma, tunampa mission. Huyu anaondoka kwenye hii timu. Kushinda bao 6 kwenye mchezo mmoja. Nisikilize, acha na maneno yake. Yule kamkumbe tu. Wewe unafikiri yule ana maneno gani ya ajabu ambaye anaongea mapi? Na ndio maana kaifanya Tabora badala kwa Tabora United imekuwa Tabora Modern Talent. Si mimi nakwambia, badala ifanye timu kwa timu ya mpira wa miguu, kaifanya timu ya mashauzi. Sasa timu imetolewa hapa FA na Kagera Sugar. Sio umetolewa hapa juzi hapa na Kagera Sugar. Hasa timu ya mpira wa miguu kama vilabu vyote duniani, mimi nakuelekeza. Ukiacha vilabu vikubwa kupambania ubingwa wa ligi kuu, vilabu vidogo vingine huwa vinapambana hata kupata FA. Yaani utasikia FA kwa sababu inashirikisha na baadhi ya vilabu kutoka ligi daraja la kwanza championship, wanapambana kucheza hata semi final au robo final. Angalau waweze kutamba kwamba msimu fulani tuliweza kucheza hata robo final. Sasa hebu imagine
wametolewa na Kagera Sugar katika uwanja wao wa nyumbani. Unashindwa kutamba, unatafuta dude kubwa uende kwa uguruma uonekane mwamba. Utakuja kuonekana mwamba kwa Yanga Afrika. Sisi kupoteza mchezo ni sehemu ya mchezo katika ligi kuu. Tumepoteza mchezo wa kwanza dhidi yao, tumekubali. Ni sehemu ya mchezo katika michezo ya ligi kuu. Lengo la ligi kuu kwa Yanga ni kuwa machampion, sio kwa ajili yao. Sisi tunaangalia namna gani tunaweza kuwa mabingwa wa Tanzania. Kwa hiyo kwenye kuwa bingwa unaweza ukapoteza, unaweza ukatoa sare, lakini hesabu zako zinaendaje ili uwe champion? Haya, wametufunga wao, wametufunga Azam. Nani anaongoza ligi mpaka sasa hivi? Yeye Tabora na Yanga, nani uko nafasi za juu kwenye ligi kuu Tanzania? Yeye uko nafasi ngapi na Yanga uko nafasi ngapi? Alafu Yanga bado kwenye mashindano yote ambayo yapo ya ndani, Yanga yumo. Kama ni ngao ya hisani Yanga kabeba, kama ni ligi kuu Yanga anaongoza ligi, kama ni FA Yanga yuko robo finali. Na ndio bingwa mtetezi wa mashindano haya. Yeye shehe, ile sio timu ya mpira wa miguu, ile inaitwa Tabora Modern Taarabu. Usiku mwema.